Baadhi yenu watazamaji wa jukwaa hili wamekuwa wakihoji sana kuhusiana na utaratibu wa utoaji zawadi za fedha wa CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, kulingana na utaratibu baada ya timu kufika katika hatua ya makundi. Kile kinachotolewa, je, huwa kinatolewa katika kila hatua, na mwisho wa siku timu hatua inayoishia basi inaanza kukusanya fedha kuanzia kila hatua kulingana na malipo yake? Wengi wamekuwa kiuliza hilo, lakini wengine uzuri wake wanaofahamu wa kutosha kuhusiana na swala hili, wakijua kwamba siku zote shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF linatoa zawadi ya fedha kulingana na stage na hatua ambayo klabu imefikia. Kwa lugha nyingine, na ndio sahihi zaidi, ni kwamba klabu pindi tu inapoingia katika hatua ya makundi, kila stage, kila hatua ina kiwango chake cha tuzo za fedha. Lakini kwa taarifa yako ndugu mtazamaji, ni kwamba tuzo hiyo hulipwa kulingana na ile hatua ya mwisho ambayo klabu imeishia, na si kwamba zinaanza kujumlishwa zote kuanzia mwanzo mpaka walipoishia. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa ufafanuzi zaidi kuhusu hili, wacha tutumie zawadi zinazotolewa na CAF kwa wale washiriki wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambalo ndilo wawakilishi wetu wa Tanzania hivi sasa, wekundu wa Msimbazi Simba, bado hapo. Katika kikao cha kamati tendaji ya CAF mwaka 2022 iliamuliwa kwamba kwenye michuano ya kombe la shirikisho, na kikao hicho pia kiliamua juu ya tuzo za zawadi za fedha kwenye michuano mingine yote ya CAF, ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, finali za AFCON, finali za CHAN, finali za AFCON under 20, finali za AFCON under 17, finali za AFCON wanawake na kadhalika, kwa maana ya michuano yote ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lakini tunatumia CAF Confederations Cup kama mfano. Hii michuano ya CAF Confederations Cup, baada ya kikao hicho cha kamati tendaji mwaka 2022, iliamuliwa kwamba timu kwenye hatua ya makundi inapomaliza nafasi ya 4, kwa lugha nyingine mkiani, ama nafasi ya 3 katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, zawadi za fedha wanazozipata ni dola za Kimarekani 400,000. Yes, hawa ni wale wanaoishia katika hatua ya makundi, ni dola za Kimarekani 400,000. Lakini wanaomaliza katika nafasi ya pili na ya kwanza, kwa lugha nyingine wale wanaofuzu kwa hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hawa zawadi zao za fedha ni dola za Kimarekani 550,000, 550,000. Lakini timu inapovuka kwenda hatua ya nusu finali, wale wote ma semifinalists waliofuzu hatua ya nusu finali, wana nusu finali wa CAF Confederations Cup, michuano ya kombe la shirikisho, kama Simba hivi sasa, kama Stellenbosch, kama RS Berkane, kama CS Constantine, hivi sasa zote zina uhakika wa kupata zawadi hii ya fedha ya dola za Kimarekani 750,000. Yes, ndio maamuzi ya kamati tendaji ya CAF. Lakini kwa wana finali, finalists wao, ukifika finali tayari una uhakika wa kupata zawadi ya fedha kutoka CAF na wadhamini wake ya dola za Kimarekani 1,000,000. Yes. Halafu bingwa wa michuano ya CAF Confederations Cup, michuano ya kombe la shirikisho, anapata zawadi ya dola za Marekani 2,000,000. Yes, 2,000,000. Hizi ndio zawadi za fedha. Sasa utaratibu ni kwamba, tofauti na vile ambavyo baadhi yenu mmekuwa mkifikiria na mmeuliza, na ndio maana tumejaribu kutoa ufafanuzi. Wengine hudhani kwamba ukiingia tu ya makundi zile 400,000 unapewa, halafu anasubiri ukimaliza katika wale top 2, zile timu mbili za juu, ukiingia katika robo finali kuna zawadi yake ambayo ni dola 550,000 pia unapewa. Halafu ukitoka robo finali ukaenda nusu finali, ile 750,000 kama hatua hiyo waliopo Simba nayo unapewa. Halafu ukifika finali nayo unapewa, ambayo tunazungumzia 1,000,000. Halafu ukitoa ubingwa nayo unapewa, ambao ni dola 2,000,000.
Kwa mtiririko huo, kama utaratibu ndio huo, maana yake timu inayokuwa bingwa kwenye michuano itakuwa inachukua dola za Kimarekani. Maana utajumlisha hizi hapa, wachukue 400,000, wachukue 5,500 na kwa 9,500,000, chukua 7,500,000 itakuwa 1,107,000, chukua 1,000,000 na kwa 2,207,000, halafu ukiwa bingwa unachukua 2,000,000 jumla. Maana yake hapo upate dola za Kimarekani 4,407,000. Kwa tafsiri ya haraka ya wale wanaoamini kwamba katika kila hatua unayofika zawadi zake za fedha unapata, jawabu ni tofauti. Jawabu sahihi ni kwamba pale unapoishia zawadi yake ndio unapewa. Kama timu yako imeishia hatua ya makundi, kwa mfano timu kama Lundassol ya kutoka kule nchini Angola ilishia hatua ya makundi. Timu kama Stade Malien ya Mali ilishia hatua ya makundi. Timu kama Bravo Shidimakish ya Angola kwenye kundi A ambalo walikuwepo na Simba, SES Faction, SES Constantine ilishia hatua ya makundi. Ama SES Faction iliyoishia katika hatua ya makundi kwenye kundi A walikuwepo Simba na SES Constantine ndio walisonga mbele. Wale walioishia hatua ya makundi kila mmoja aliondoka na zawadi hii ya fedha, dola za Kimarekani 400,000. Lakini kwa Simba na SES Constantine wao kama wangeishia hatua ya robo finali, kwa mfano Simba wangetolewa na Al Masry, basi zawadi yao ingebaki kuwa hii ya dola 5,500,000. Lakini kitendo cha kwenda katika hatua ya nusu finali, maana yake zawadi hii ya kwanza ya 400,000 Simba wapati, lakini zawadi hii ya 5,500,000 kwa mwana robo finali Simba wapati, kwa sababu wao sio wana makundi, hawajaishia makundi, sio wana robo finali, hawajaishia robo finali, bali wao hivi sasa ni wana nusu finali. Hapa kwenye nusu finali Simba wana uhakika, lakini watakapocheza mechi zao mbili dhidi ya Stellenbosch watajijua wao bado ni wana nusu finali, kwa sababu wakitolewa wataishia hatua hiyo watapata dola 7,500,000. Wakienda finali wao sio wana nusu finali, kwa hiyo zawadi hii haitawahusu Simba endapo watatoa Stellenbosch, isipokuwa watakuwa na uhakika ya finali. Lakini finali yenyewe pia, mechi kishaisha za finali zile mbili, bingwa hausiki na tuzo ya finali, atahusika na tuzo ya bingwa ambayo ni dola 2,000,000. Kwa lugha nyingine, kadri timu inavyosogea mbele katika hatua zile za michuano ya CAF, inaachana na zawadi zilizopaswa kutolewa za nyuma yake. Kwa hiyo kutoka katika hatua makundi, fedha za hatua makundi hazikuhusu wewe, zitakuhusu zile za robo finali. Lakini umetoka robo finali umeenda nusu finali, za robo finali hazikuhusu. Uko nusu finali umetoka umeenda finali, za nusu finali hazikuhusu. Kwenye finali umetoa ubingwa, za finali hazikuhusu, utapata za ubingwa. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa lugha nyingine, si kwamba Simba hivi sasa wana 400,000 jumlisha 5,500,000 jumlisha 7,500,000, kwa maana hapa sasa inakuwa dola 1,107,000. La hasha, utaratibu uko hivyo, bali Simba wana uhakika wa hii hapa, kwa sababu wako nusu finali. Wakiwatoa Stellenbosch hawapati hii, watapata dola 1,000,000 kwa sababu watakuwa tayari wako finali. Lakini na hiyo finali pia, hapa narudia tu, ni kwamba wakichukua ubingwa haiwahusu ya finali, watapata ya bingwa ambao ni 2,000,000. Nadhani nimefafanua vizuri. Lakini kwa mfano tu, hata wewe mtazamaji jaribu kujiuliza mwenyewe. Kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa mfano, zawadi za fedha kutoka kwa mdhamini mmojawapo Azam Media, inakumbukwa wakati wameweka fedha nyingi, zawadi hizi zinaongezeka kila msimu. Lakini natolea mfano, awali kabisa ilikuwa bingwa anapata milioni 500 milioni shilingi hizi za Kitanzania. Natolea tu mfano ambaye ndo namba 1. Namba 2, timu iliyoshika nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara, namba 2 anapata milioni 250. Hizi ni milioni katika shilingi milioni 250. Watatu katika ligi kuu Tanzania bara anapata milioni 225 millions, 225. Wanne anapata milioni 200 milioni anapata hizi, na kadhalika. Zawadi zinaendelea kushuka, baadaye zinatofautiana kwa milioni 5 mpaka wale wa playoffs walikuwa milioni 20. Swali hapa nataka kufafanua. Wakati bingwa anaenda kutoa ubingwa huu, safari yake kwenye ligi kuu kwa msimu husika, kwa mfano msimu huu anayeongoza ni Yanga mpaka sasa, hakuna bingwa bado. Lakini kwa mfano tu, bingwa katika safari yake aliwahi kushika nafasi ya 5, baadaye akapanda akashika nafasi ya 4, baadaye akashika nafasi ya 2, baadaye akashika namba 1, halafu kuteremka tena, msimu kamalizika ametoa ubingwa. Je, jiulize,
zawadi ya fedha mwisho wa msimu baada ya kutoa ubingwa, atapewa kwenye position zote alizowahi kupita. Kwa maana kwamba alipokuwa nafasi ya 5 apewe fedha za kushika nafasi ya 5, halafu alipokuwa nafasi ya 4 kuna fedha za nafasi ya 4 ambazo ni milioni 200 apewe, halafu baadaye alipokuwa nafasi ya 3 kuna fedha za nafasi ya 3 apewe, alipokuwa nafasi ya 2 apewe, halafu alipokuwa bingwa apewe. Hakuna tuzo za hivyo duniani kote kwa utaratibu wa namna hii, bali pale unapoishia ndipo ambapo fedha zake unapewa. Kwa mujibu wa taratibu za CAF, ulipoishia ndio fedha zinakuhusu. Kwa lugha nyingine, hata huku sio kwamba ulipoingia makundi unapata fedha, ulipoingia robo unapata fedha, ila maana na finali na ulipoingia upate milioni 1 alafu kitoa ubingwa upate ya milioni 2. Haipo hivyo. Ulipoishia ndipo fedha zake unapata. Nadhani nimefafanua kwa kina na bila shaka itakuwa imeeleweka. Ni kwamba hivi sasa Simba fedha walizonazo za uhakika ni dola 750,000 zitokanazo na nafasi ya nusu finali. Kwa mbadilishano wa fedha wa Benki Kuu ya Tanzania jana nilipoangalia kwa mara ya mwisho ilikuwa dola moja ni shilingi 2685 kwa dola moja. Najua imebadilika kwa sababu fedha hubadilika thamani kila siku na kila saa. Hapa nazungumzia rejea yangu ni tarehe 18, ilikuwa dola moja ni fedha ya Tanzania shilingi 2685, ambayo kwa dola 750,000 ilikuwa inatengeneza shilingi ni bilioni 2 milioni 13 na 500,000 kwa dola 750,000 kwa mbadilishano wa fedha wa shilingi 2685. Yani na wala sio kwamba unajumlisha fedha zote katika kila stage, kila hatua. Imeshaeleka vizuri bila shaka. Mtazamaji wa jukwaa hili, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.